Mheshimiwa mgeni rasmi, tangu kuanzishwa kwa programu hii, jumla ya wanafunzi kama alivyoongea MC 4416 kutoka Tanzania bara na Zanzibar wamepata mafunzo haya, na kwa mwaka huu pekee ni wanafunzi mimi naomba mtanisamee na walimu, lakini nitakuwa nachanganya na wanafunzi, lakini ni walimu 606 ambao watapata mafunzo haya ya TEHAMA, na wanatoka katika mikoa yote 26 ya Tanzania bara na mikoa 5 ya Zanzibar. Zanzibar maana ya Zanzibar, Unguja pamoja na Pemba. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza tunashukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan na uongozi wako mahiri Mheshimiwa Waziri, kwa sababu ukiangalia hii program imekuwa ikiongezeka mwaka kwa mwaka. Mwaka jana tulikuwepo hapa, na wakati ule tulikuwa na walimu waliohudhuria mafunzo yao walikuwa ni 300 katika vituo hivi vitatu, ambayo kila kituo ilikuwa na walimu 100. Lakini leo hii serikali imeongeza budget na tumeweza kufikia walimu 606. Kwa hiyo tunaipongeza sana serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya kama nilivyoongea hapo awali yanaendeshwa na vyuo vyetu vikuu vya DIT, MUST pamoja na UDOM, na wanafunzi hao 606 wamegawanyika, walimu 606 wamegawanyika katika vituo vitatu, ambapo Mbeya wako 202, Dodoma 202 na hapa Dar es Salaam DIT wako 202. Na kati ya wanafunzi hao, kati ya walimu hao 606, walimu 100 wanatoka Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya yanaanza leo tarehe 5 na yatakuwa ni ya wiki nzima mpaka tarehe 9 ambapo yatafungwa na walimu watapewa vyeti kutoka kwenye vyuo vyetu hivi vitatu. Na kwa taarifa Mheshimiwa mgeni rasmi, walimu wameanza kuripoti toka jana na leo asubuhi wameendelea wakiripoti. Na mwaka huu kidogo tulipata changamoto kwa sababu haya mafunzo ili tufanye mwezi wa 10, lakini kutokana na zoezi la uchaguzi mkuu hatuweza kulifanya. Kwa hiyo tumefanya sasa hivi, na mara nyingi mgeni rasmi tunalifanya miezi ile ya 10 kwa sababu vyuo vyetu vinakuwa vimefunga. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kupata accommodation ndani ya vyuo vyetu, lakini kwa sasa hivi kwa sababu wanafunzi wanaendelea na masomo, kwa hiyo hata accommodation imekuwa ni nje ya maeneo ya vyuo hivi. Lakini tunawapongeza walimu kwa uitikio mkubwa katika vituo vyote vitatu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbali na mafunzo haya, mfuko wa mawasiliano kwa wote umekuwa ukitekeleza miradi ambayo ina relate na shughuli hii ya leo. Kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote huwa tuna mradi wa kuboresha shule zetu hasa kwenye TEHAMA kwa kuzipa vifaa vya TEHAMA, ambapo mpaka kufika mwaka jana ilikuwa zaidi ya shule 1210 tulikuwa tumezipatia vifaa vya TEHAMA. Vifaa hivyo vinajumuisha kompyuta, projector pamoja na printer. Na kwa mwaka huu tumefanya maboresho zaidi, tunaenda kuweka maabara za kompyuta na tayari mkandarasi yuko anaendelea na kazi na shule 52 zitanufaika. Hii ni bajeti ya mwaka jana, na ukija sasa hivi tunaendelea tena na utaratibu wa manunuzi procurement, ambapo zaidi ya shule 190 zitapata maabara za kisasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya ya walimu yanalenga kuwajengea uwezo walimu wa kiufundi ili waweze kutatua matatizo ambayo hivi vifaa vya TEHAMA tunavyovipeleka kwenye mashule waweze kuvihudumia kwa urahisi, maana bila kuwa na utaalamu huo inakuwa ni changamoto pale kifaa kinapopata shida. Kwa hiyo tunatoa mafunzo haya kwa kushirikiana na vyuo vyetu hivi vitatu ili kuwapa ujuzi huo walimu
na mwisho wa siku waweze kuwafundisha vijana wetu masuala ya tehama. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho naomba niwapongeze walimu wote walioteuliwa au waliochaguliwa kuja kuhudhuria mafunzo haya.